Mwekezaji yuko wapi? Kama makubaliano yetu sisi ilikuwa ni kuisaidia Simba. Imekuwa ni mazoea na sio mara ya kwanza. Kuna shida mwekezaji hapatikani. Kuna wakati niwaambia leo, kuna wakati Simba ilikuwa inataka kucheza iende kucheza Al-Masry, iende kucheza Misri. Simba ikawa haina hela kusafirisha wachezaji. Mwekezaji hapatikani kuna simu. Mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu akahangaika yeye na wajumbe wake kwenda kukopa pesa kwa baadhi ya wadau ili timu isafiri. Akapata pesa, timu ikasafiri. Lakini timu ilifika finali. Pongezi nyingi, anapongezwa mtu mmoja, anakashifiwa mtu mwingine. Matokeo akiwa mazuri ya klabu ya Simba, anapongezwa mtu huyu, anakashifiwa Mangungu. Hapana, mnyongeni haki yake mpeni. Mwenyekiti Murtaza Ali Mangungu ndio mwenyekiti pekee kwa sasa mwenye mafanikio kuliko mwenyekiti yote unamjua wewe tangu Simba iundwe. Kwa takwimu, chini ya uongozi wa mwenyekiti Mangungu timu imeenda finali na asibekane. Chini ya mwenyekiti Mangungu timu imecheza CAF Champions League robo finali 5. Chini ya mwenyekiti Mangungu timu yetu imeingia group stage ya CAF Champions League mara 7. Lakini chini ya mwenyekiti Mangungu timu yetu ya klabu ya Simba mapato yake yameongezeka. Tulikuwa tuna bajeti ya bilioni 1 kwa mwaka. Leo bajeti ya Simba ni bilioni 25. Mapato yameongezeka chini ya utawala Mangungu. Sasa unasemaje Mangungu ni mtu mbaya? Leo tunafungwa pale uwanjani Benjamin William Mkapa, mchezaji anachukua mpira, anarudisha nyuma, tunafungwa. Unapata nguvu wapi ya kumkashifu kiongozi Mangungu? Amekosea wapi? Structure ya uendeshaji wa klabu ya Simba inasimamiwa na bodi ya kurugenzi. Bodi ya kurugenzi mwenyekiti wake anatoka upande wa mwekezaji ambao sasa hivi ni Crescentus Magori. Ndani ya bodi wao wako wengi kuliko upande wa 51%. Wao ndio wanainitiate malipo ya wachezaji, wao ndio wanasajili wachezaji, wao ndio wanapanga kila kitu. Lakini pia chini ya bodi ya kurugenzi ambao mwenyekiti ni Crescentus Magori, yupo upande wa mwekezaji wa Isa 51%. Ndani yake kuna wajumbe wetu wapigia kura wa wanachama tuliowachagua, tuna mkuu. Chini yake ndio kuna operation ambayo ipo chini ya CEO. Kuna operation ya klabu ya Simba, watendaji wapo 28. Watendaji zaidi ya 27 wote wanatoka kwa upande wa mwekezaji. Ni mtendaji mmoja tu ambaye anatoka kwa upande wa 51%. Sasa timu leo ikikosa matokeo, Mangungu analaumiwa kwa sababu zipi? Niwaambie wana Simba, ni wakati wa kuiamka kuipigania nembo ya klabu ya Simba.